Neno la himizo ni kwa ajili yako, kwa ajili yangu. Mungu anajua vyema ya kwamba kuna upungufu ambao uko nao. Mungu anajua ya kwamba umefanya bidii katika njia zote lakini haujafanikiwa. Mungu huyo ndiye amekupa tena uzima, amekupa uhai siku ya leo. Kwa hivyo ondoa mashaka, usikate tamaa, endelea kumtumaini. Jibu lako liko tayari, na zaidi yoyote Mungu amekusudia kutenda mambo makubwa katika maisha yako. Mungu amekusudia kukuinua, Mungu amekusudia kukurudishia matumaini tena, na Mungu ameruhusu ukaweze kuwa mzima ili ukaweze kushuhudia baraka na ushindi ambao amekusudia katika maisha yako. Na itafika wakati ambapo pia utaweza kujidharau, kwa sababu kuna baraka ambazo zilikuwa karibu na wewe na kumbe ulikuwa unakata tamaa. Mtumaini Mwenyezi Mungu siku ya leo, na zaidi yoyote mfanye kuwa mwamba wa wokovu wako. Yuko tayari ni kwa ajili ya kukupigania. Hata kama hujai muamini Mwenyezi Mungu tangu uzaliwe, jaribu siku ya leo kumwamini Mwenyezi Mungu katika ya mapito ambao unapitia. Jaribu kumwamini siku ya leo. Yesu aliyemwambia Nathanieli, alimwambia kwamba utaona makubwa kuliko haya. Kwa hivyo nami pia na wewe kuna makubwa ambayo Mwenyezi Mungu anataka tuyaone zaidi. Unaweza kuona kuna makubwa kwa sababu kwa hii siku ya leo, lakini anasema ya kwamba hata kama umeona siku ya leo, lakini kuna makubwa zaidi ambayo amekusudia katika maisha yako. Haya makubwa ambayo Mungu amekusudia hata sio hiyo ndoto ambayo ulikuwa unatazamia, si mipango ambayo ulikuwa umeweka katika maisha yako. Mipango yako ambayo ulikuwa umeweka na yangu tuliona kama ni mikubwa kabisa ambayo itashangaza ulimwengu, lakini kumbe ni bure. Lakini mipango ambayo Mungu ameweka kwa ajili ya maisha yetu ni mipango iliyo mikubwa, mipango ambayo ni ya kudumu, ambayo inashinda mipango ambayo tumejipangia. Kwa hivyo ondoa shaka moyoni, mtumaini Mungu, jipe moyo, na zaidi yoyote utatimiza ndoto ambazo Mwenyezi Mungu amekusudia, na malengo ambayo Mungu amekusudia ni kwa ajili ya maisha yako. Jipe moyo, usilie tena, panguza machozi, mtazame Yesu Kristo pale msalabani alisulubishwa. Walipotazama nyoka wa shaba walipona, hawakufa, na walikuwa karibu kufa. Nawe pia uko karibu kufa, uko karibu kuangamia kwa sababu umekata tamaa, umeondoa matumaini. Lakini mtazame Yesu ambaye ni Simba wa Yuda, aliyeinuliwa pale msalabani, na kupitia kwa kumtazama Yesu kwa njia ya kumwamini na kumpokea na kukiri kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kuna tumaini na ushindi. Barikiwa.